zako na ambayo tunataka uitatue. Maandiko yanasema ya kwamba Yesu akawa akiwasikiliza wale watu namna ambavyo walikuwa nasema. Wazee wakainuka wakasema ya kwamba Bwana, sikiliza, huyu mwanamke tumemkamata leo, alikuwa kizini alfajiri na alikuwa na mume wa mtu. Na Biblia inasema ya kwamba wakamwambia Yesu ya kwamba kwa sheria za Wayahudi au kwenye Torati ya Musa, ilikuwa mwanamke au mwanaume yoyote au mtu yoyote akikamatwa amezini, walikuwa wanapiga mawe, wanaua. Biblia inazungumza, inasema ya kwamba wakamweka katikati ya Yesu, wakamwambia sheria yetu inatuambia ya kwamba yoyote anayetenda dhambi anatakiwa apigwe mawe afe. Na wewe Yesu unasemaje? Maandiko yanasema ya kwamba kumbe walikuwa wanataka kumpega ili wajue Yesu atasemaje. Biblia inazungumza, inasema kabla Yesu hajafungua kinywa, akainama chini, akaanza kuandika, akaanza kuandika, akaanza kuandika. Wale wazee wakaona kama wanachelewa, wakamwambia, mwalimu, unatuchelewesha, tunataka tumpige mawe huyu mama, maana tumemkamata mazini. Yesu akainua kichwa chake, akawaangalia wazee kwa watu wadogo, akawaambia, aliye wa kwanza ambaye hajapenda dhambi awe wa kwanza kumpiga huyu mama jiwe. Biblia inazungumza, inasema ya kwamba wale watu wakaanza kujiona moyoni mwao ya kwamba kumbe na wenyewe wana hatia. Kuna mwingine usiku huo alizini ila hakukamatwa, naye akaanza kushtakiwa ndani yake. Wakati huo kuna mwingine aliiba, wakati huo kuna mwingine amekula rushwa, wakati huo kuna mwingine amepiga mke wake, wakati huo kuna mwingine amemtukana mke wake. Wakaanza kushikwa na hatua, wakaanza kushikwa na hatia. Yanasema kuanzia wazee, wengine anaiba fungu la 10 kanisani, wengine anaiba wake za watu. Kila mmoja kaanza kushitakiwa ndani ya moyo wake. Maandiko yananiambia ya kwamba walipokuwa wanashitakiwa, hakuna hata mmoja alijiona mwenye haki. Kila mmoja akaanza kuondoka, wakaanza kuondoka wazee na kanzu na mbi zao, wakaanza kuondoka. Wakaja watu wa rika ya kati, wakaanza kuondoka. Wakaja vijana wadogo, wakaanza kuondoka, mpaka watu wakaisha. Akabaki yule mwanamke amekaa, amesimama pale. Yesu akaendelea kuandika, akainua kichwa chake. Alipotazama hakuona hata mtu mmoja, wote wamekimbia. Amebaki mwanamke na yule mama, amebaki mwanamke, amebaki na Yesu. Yesu akamwambia, mwanamke, wako wapi washtaki wako? Yule mwanamke akasema, Bwana, wameondoka. Yesu akamwambia, hata mimi sikuhukumu, ila nenda zako, wala usitende dhambi tena. Ujumbe ambao nimeuleta kwako majira ya masaa haya, natamani nikwambie hizi habari njema na nzuri za Yesu, ya kwamba kuna neno Yesu amelikusudia kwenye maisha yako. Kuna ujumbe Yesu amekusudia kwenye maisha yako. Maandiko yanasema ya kwamba mimi nimekaa kwa hukumu watu, mimi nimekaa kwa hukumu watu. Unajua, ngoja nikwambie, ukiwa ndani ya dini watu wataona dhambi yako. Ukiwa ndani ya dini watu wataona makosa yako, wataona wewe ni mlevi, wataona wewe ni mwongo, wataona wewe haufai. Ndani ya kanisa watu wengi wanahukumiana kanisani, watu wengi wanakamatana uchawi kanisani, watu wengi wanakamatana uzinzi kanisani, watu wengi wanakamatana maneno mabaya kanisani. Moja nikwambie, ninazo habari njema siku ya leo kukwambia ya kwamba kanisa liweze likakusaidia ikiwa Yesu hayuko ndani yake. Huyu mama alikuwa hauliwi na wapagani. Huyu mama walikuwa wanamuua watu wa dini, yaani washirika waliokuwa na sali na huyu mama ndio waliokuwa na muua. Nimekuja kukwambia ya kwamba Yesu hajakuja ili kuwaua watu. Yesu amekuja kuwasaidia walio kwenye vifungo. Yesu amekuja kuokoa waliofungwa, wasaidie uwe salama. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana. Wazee wakaanza kutazama, kila mmoja na dhambi. Ngoja nikwambie, dunia hii watu wote tulitenda dhambi. Baada ya Adamu kutenda dhambi, watu wakajikuta kwenye msululu wa dhambi. Kwa hiyo wanadamu wakaishi kwenye maisha ya dhambi, na Biblia inazungumza, inasema ya kwamba Yesu alipokuja, kazi yake kubwa ilikuwa ni kukutoa katika vifungo vya dhambi ambavyo dhambi ilikuwa imetutesa. Kwa hiyo Yesu hajaja kuhukumu, Yesu amekuja kututoa kwenye vile vifungo vya dhambi
watu. Ngoja nikwambie mtu wa Mungu ambaye unanisikia hapa, ninazo habari njema kukwambia ya kwamba kitu ambacho kimekushinda Yesu anakiweza. Mambo yaliyokuzuia Yesu anayaweza. Leo nimekuja kukwambia huko msaada wa kimungu kwenye maisha yako. Yule mama alistahili kufa, na ni kweli kabisa, kweli kabisa, tulistahili kufa kwa sababu wote tulikuwa watenda dhambi, lakini Yesu akatuokoa. Yeye akatutoa kwenye dhambi, yeye akatutoa kwenye dhambi. Alipotutoa kwenye dhambi, tukawa tutendi dhambi tena. Dhambi ni nini basi? Dhambi ni kwenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Unapoenda kinyume na mapenzi ya Mungu, maana yake unakuwa nje na Mungu. Ni kweli umezaliwa na Mungu, lakini kama unaenda kinyume na mapenzi ya Mungu, maana yake uko nje na Mungu. Kama unalewa uko nje na Mungu, kama unazini uko nje na Mungu, kama unaiba nje na Mungu, kama unazini ni nje na Mungu, kama unafanya mambo mabaya, maana yake uko nje na Mungu. Lakini nimekuja leo kukwambia ya kwamba kwa kuja kwake Yesu Kristo amekuja kutuleta ndani ya Mungu tena ili tuwe salama kwenye maisha yetu. Kwa kuja kwake Yesu Kristo amekuja kutupatanisha na Mungu. Tunapopatanisha na Mungu, kuna mambo matatu yanatokea. Nisikilize dakika chache. Mtu wa Mungu, Yesu anakupenda. Tunapopatanishwa na Mungu, jambo la kwanza tunasamehewa dhambi. Tunapopatanishwa na Mungu, jambo la kwanza tunasamehewa dhambi. Unajua mwanadamu, ngoja nikwambie, kwa nguvu zako huwezi ukaishinda dhambi. Ndio maana unakuta mwingine anajaribu sana aache katabia fulani kana kumshika na kumzuia, lakini kwa sababu hawezi kuondoka kwa nguvu zake, kuna nguvu chini ya dhambi imemfunga na jikuta yuko pale pale. Wakati mwingine unatamani kabisa uache kale katabia kana sukuma, lakini kwa sababu umefungwa, kuna namna umefungwa, unajikuta umefungwa na hawezi tena kutoka kwenye yale mazingira. Yesu leo amekuja kwako ili apate kukusaidia. Ngoja nikwambie, tunapotoka kwenye matatizo, Yesu anapotufungua, Yesu anapotuokoa, anatutoa kwenye vifungo vya dhambi ambavyo tumefungwa navyo, anatuleta kwenye ufalme wa mwana wa pendo lake. Maana yake nini? Maana yake kuna mbadala wa dhambi, kuna mbadala wa dhambi kwenye maisha ya mwanadamu. Usijikatie tamaa. Nimekuja kukwambia ya kwamba Yesu anaweza kukusaidia. Yesu anaweza kukusaidia ndugu yangu, wala usijikatie tamaa. Ikiwa leo uko tayari kusaidiwa, Yesu atakusaidia mama. Ikiwa leo uko tayari kusaidiwa, Yesu atakusaidia baba. Ikiwa leo uko tayari kusaidiwa, Yesu atakusaidia ndugu yangu. Yeye atakutenga kwenye magonjwa, yeye atakutenga kwenye dhambi, yeye atakutenga kwenye vifungo. Ngoja nikwambie, kifungo, dhambi ni kifungo, tena ni kifungo kibaya, kwa maana kinakuzuia usipige hatua hata kimaisha. Watu wengi kwa sababu ya uasherati unakuta alitamani kujenga, lakini kwa sababu amefungwa maisha yake hawezi tena kutoka. Unajikuta hata maisha yake yanabaki kwenye hali ya maskini kwa sababu shetani amemfunga kwenye dhambi. Utumwa wa dhambi ni mbaya. Nimekuja kukwambia ya kwamba yuko Yesu anayewatoa watu kwenye utumwa wa dhambi mama. Yuko Yesu anayewatoa watu kwenye utumwa wa dhambi baba. Hizi ndizo habari njema ya kwamba Yesu atakusaidia. Jambo la tatu, Yesu anapotupatanisha. Jambo la pili, anapotupatanisha Yesu, anapotupatanisha Yesu kutuleta kwenye ufalme wake. Jambo la pili analolifanya, anapoondolea kila aina ya magonjwa ambayo yamemfunga mwanadamu. Yesu anapoingia ndani yako, Yesu anapokuja ndani yako, yeye anakuja anaondoa kabisa kila aina ya magonjwa ambayo mtu yamemfunga, yamemzuia kumwona Yesu. Kuna magonjwa baba yameikamata dunia, na wakati mwingine mtu yoyote ambaye yuko nje na mfumo wa Kristo utajikuta yuko kwenye mateka ya magonjwa. Mateka ya magonjwa yamefunga maisha yake, mateka ya magonjwa yamekamata maisha yake. Leo nimekuja kukwambia ya kwamba chochote ambacho kinazaa mapoza kwenye maisha yako, Yesu anaweza akakiponya. Kinazaa mapoza, kinazaa mapoza biashara yako, inazaa mapoza ndoa yako, inazaa mapoza chochote unachokifanya, mwili wako unazaa mapoza. Nimetuma kukwambia ya kwamba yuko anayeponya, yuko anayekanga moyo, yuko anayetakasa, anaitwa Yesu mtenda miujiza. Nimemleta kwako leo
chini ya utumwa wa dhambi, ameteswa na pombe, ameteswa na sigara, ameteswa na konyaji. Leo nimekwambia ya kwamba Yesu anaweza akakusaidia. Ndugu yangu, ngoja nikwambie, hebu ikimbie dhambi. Ukikaa kwenye maisha ya dhambi, hakuna uponyaji kwenye maisha hayo. Ukikaa kwenye maisha ya dhambi, hata mwili wako unamruhusu shetani